Yeah, nami kwa majina naitwa Kulinya Ngesinyon. Ni mmoja wa researcher wa historia ya jamii yetu ya Turkana. Nataka kuzungumza juu ya Ategere, maana ya Ategere. Nakumbuka kuna kitumbi kimoja ilikuwa tunaunda kama kitungi ya kupanda naye bahari ama kwenye maji, lakini sisi tulikuwa natumia hiyo kitungi ambaye inaitwa Ateger, tulikuwa tunatumia kwa malisho ya maji ya wanyama. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ndio naitwa Ateger. Na hiyo inamaanisha ya kwamba kati ya Turkana, kati ya Dongiro, Toposa, Karamojo, Teso, hiyo ndio ilikuwa chombo chetu cha kulia. Na hiyo ndio chombo chetu cha kusaidia wanyama. Na katika matendo yetu ilikuwa ni moja. Kama ni mambo ya kutengeneza maziwa, ilikuwa ina moja. Kama ni mambo ya kulala, tulikuwa nalala kwa ngozi. Kama ni mambo ya mavazi, ilikuwa tunavaa mavazi ya ngozi. Kwa hivyo, sisi ilikuwa ni watoto wa nyumba moja. Ndio maana tunaita Ateger. Ateger ni chombo kimoja ambaye inaweza kulisha wanyama hao wote. Lakini sio wanyama ambaye ati ni ya mtu tofauti, ni ya mtu moja. Kwa hivyo, sisi ni jamii moja. Lugha yetu ni moja. Matendo tu ndio tofauti. Lakini unajua watu wanapogawanyika wanaanza kubuni hata Kiswahili tofauti. Kwa mfano leo tukienda area zingine, wewe unasikia mtu anaongea tu Kiswahili anasema mimi niti nasema niti, wewe niti unakuja niti. Sasa unaona vile watu wanabuni lugha ina change kwa lugha kidogo tu, lakini sisi ni kitu kimoja. Mahali tuligawanyika, ninapoona wakati hatukai chini na tuone ya kwamba yuko uniji again. Kwa uchambuzi wangu mahali tuligawana sisi na jamii wengine wale tulikuja mbele, hasa Karamojo, hasa Teso na Turkana tuligawana hapa Mount Elgon. Lakini wenzetu wengine walibaki hawa Dongiro walibaki nyuma kwa sababu hao ndio walikuwa wanatufuata kutoka nyuma. Ndio wakabaki kule Ethiopia, wakabaki kule Sudan. Na tulikuja kwa jina moja, kwa maana yake jina ya kwanza ilikuwa tu ni mwanadamu. Lakini kuna hadithi yetu ya kale ilikuwa inazungumzwa. Tukirudi kutafuta hiyo hadithi maana yake, tunarudi kuona ya kwamba hii jamii ya Turkana wanajua hata history ya mwanzo. Kwa sababu wanasema eti bingu ilikuwa karibu, mvua ulikuweko, eti wanawake walikuwa wanapigana sana. Lakini wengi wa wanawake waliokuweko wa nyakati huo ilikuwa na wanawake fupi. Hata tukiona kwa kichwa ile mtoto alionyeshwa miaka milioni 13, miaka milioni 13 iliyopita, utapata kakichwa ni kadogo hivi. Na hiyo ilipatikana sehemu za Kerio. So inamaanisha kulingana na historia kwamba kulikuwa na watu wafupi zaidi na walikuwa wanapiga hao wanawake warefu na wanaume wako kuwa wanashughulika. Ndio maana sisi tukaitwa Ngijie. Maana yake hao wanawake walipiga hao wanawake wafupi wakati walipopata kufaulu kuinua bingu juu. Na wakati bingu ilipoinuka, hao watu walitwanga wale watu kwa sababu mara mingi bingu ilikuwa chini, watu warefu ulikuwa hawezi kupiga wale watu. Na hiyo sensa mpaka leo, hiyo sensa imebaki tu. Hata wakati tunapigana, iwe unapigana kwa bunduki, iwe unapigana kwa nini, mpaka unainama unapiga makoti ili ukuje lebo ya ile watu wafupi. Lakini jambo ambaye nachojua, jamii ya Turkana ndio mwanzo ya mwanadamu. Lakini hakuitwa Mturkana, alikuwa anaitwa mtu wa damu. Kutoka kwa mtu wa damu katika ile kusukuma bingu wakaitwa Ngijie. Jina yetu kubwa ya hii makabila yote, Teso, nani, naitwa Ngijie. Lakini tukakuja kugawanyika na matendo ambaye hatujakaa chini tutatuane na wazee wengine ambaye wanasema hawa ndio wanaojua. Lakini ni mzuri kufanya utafiti ya haki na ukweli na tukubaliane. Kwa hivyo vile napojua tuligawania Mount Elgon sisi na Karamojo. Na tulikuja tukiwa naitwa Ngijie. Lakini tulipoishi hiyo kwa hiyo makefu, sisi ndio tukapatikana tunaitwa Turkana. Tukauliza Teso, nyinyi ni aje? Wateso wakasema iteos wa ina. Hao wanaona huko mbele, hawataangalia kurudi nyuma. Karamojo wakaambia Hapesto bongo kikaraka mojo. Hivyo ndio majina. Mimi nashindwa ngakro na chena kala kaitalata. Kwa hivyo Mungu awabariki. Mimi ni mwana historia wa Turkana
kama kuna mtu amepata historia nyingine mahali anaweza kututembelea. Nami kwa majina naitwa Akulinya Ngesinyon. Ni mmoja wa researcher wa historia ya jamii yetu ya Turkana. Nataka kuzungumza juu ya Ategere. Maana ya Ategere, nakumbuka kuna kitumbi kimoja ilikuwa tunaunda kama kitungi ya kupanda naye bahari ama kwenye maji, lakini sisi tulikuwa natumia hiyo kitungi ambaye inaitwa Ategere, tulikuwa tunatumia kwa malisho ya maji ya wanyama. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ndio naitwa Ategere. Na hiyo inamaanisha ya kwamba kati ya Turkana, kati ya Dongiro, Toposa, Karamojo, Teso, hiyo ndio ilikuwa chombo chetu cha kulia. Na hiyo ndio chombo chetu cha kusaidia wanyama. Na katika matendo yetu ilikuwa ni moja. Kama ni mambo ya kutengeneza maziwa ilikuwa ina moja. Kama ni mambo ya kulala tulikuwa nalala kwa ngozi. Kama ni mambo ya mavazi ilikuwa tunavaa mavazi ya ngozi. Kwa hivyo sisi ilikuwa ni watoto wa nyumba moja. Ndio maana tunaita Ategere. Ategere ni chombo kimoja ambaye inaweza kulisha wanyama hao wote. Lakini sio wanyama ambaye ati ni ya mtu tofauti, ni ya mtu moja. Kwa hivyo sisi ni jamii moja, lugha yetu ni moja. Matendo tu ndio tofauti. Lakini unajua watu wanapogawanyika wanaanza kubuni hata Kiswahili tofauti. Kwa mfano leo tukienda area zingine, wewe unasikia mtu anaongea tu Kiswahili anasema mimi niti nasema niti, wewe niti unakuja niti. Sasa unaona vile watu wanabuni lugha, ina change kwa lugha kidogo tu, lakini sisi ni kitu kimoja. Mahali tuligawanyika, ninapoona wakati hatukai chini na tuone ya kwamba ni nani amechambua vizuri. Kwa uchambuzi wangu mahali tuligawana sisi na jamii wengine wale tulikuja mbele, hasa Karamojo, hasa Teso na Turkana tuligawana hapa Mount Elgon. Lakini wenzetu wengine walibaki hawa Dongiro walibaki nyuma, kwa sababu hao ndio walikuwa wanatufuata kutoka nyuma. Ndio wakabaki kule Ethiopia, wakabaki kule Sudan. Na tulikuja kwa jina moja, kwa maana yake jina ya kwanza ilikuwa tu ni mwanadamu. Lakini kuna hadithi yetu ya kale ilikuwa inazungumzwa. Tukirudi kutafuta hiyo hadithi maana yake, tunarudi kuona ya kwamba hii jamii ya Turkana wanajua hata historia ya mwanzo. Kwa sababu wanasema eti bingu ilikuwa karibu, mvua ulikuweko, eti wanawake walikuwa wanapigana sana. Lakini wengi wa wanawake waliokuweko nyakati huo ilikuwa ni wanawake fupi. Hata tukiona kwa kichwa ile mtoto alionyeshwa miaka milioni 13, miaka milioni 13 iliyopita, utapata kakichwa ni kadogo hivi. Na hiyo ilipatikana sehemu za Kerio. So inamaanisha kulingana na historia kwamba kulikuwa na watu wafupi zaidi na walikuwa wanapiga hao wanawake warefu na wanaume wako kuwa wanashughulika. Ndio maana sisi tukaitwa Ngijie. Maana yake hao wanawake walipiga hao wanawake wafupi wakati walipopata kufaulu kuinua bingu juu. Na wakati bingu ilipoinuka, hao watu walitwanga wale watu, kwa sababu mara mingi bingu ilikuwa chini, watu warefu ulikuwa hawezi kupiga wale watu. Na hiyo sensa mpaka leo, hiyo sensa imebaki tu. Hata wakati tunapigana, iwe unapigana kwa bunduki, iwe unapigana kwa nini, mpaka unainama unapiga makoti ili ukuje lebo ya ile watu wafupi. Lakini jambo ambaye nachojua, jamii ya Turkana ndio mwanzo ya mwanadamu. Lakini hakuitwa Mturkana, alikuwa anaitwa mtu wa damu. Kutoka kwa mtu wa damu katika ile kusukuma bingu wakaitwa Ngijie. Jina yetu kubwa ya hii makabila yote, Teso, nani, naitwa Ngijie. Lakini tukakuja kugawanyika na matendo ambaye hatujakaa chini tutatuane na wazee wengine ambaye wanasema hawa ndio wanaojua. Lakini ni mzuri kufanya utafiti ya haki na ukweli na tukubaliane. Kwa hivyo vile napojua tuligawania Mount Elgon sisi na Karamojo. Na tulikuja tukiwa naitwa Ngijie. Lakini tulipoishi hiyo kwa hiyo makefu, sisi ndio tukapatikana tunaitwa Turkana. Tukauliza Teso, nyinyi ni aje? Wateso wakasema iteos wa ina. Hao wanaona huko mbele, hawataangalia kurudi nyuma. Karamojo
wakaambia Kapesto Bongo kekara mojo. Hivyo ndio majina. Mimi nashindwa ngakro na chena kala kaitalata. Kwa hivyo Mungu awabariki. Mimi ni mwana historia wa Turkana. Kama kuna mtu amepata historia nyingine mahali anaweza kututembelea. Okay mama. Yeah. Nami kwa majina naitwa Akulinya Ngesinyon. Ni mmoja wa researcher wa historia ya jamii yetu ya Turkana. Nataka kuzungumza juu ya Ateger. Maana ya Ateger. Nakumbuka kuna kitumbi kimoja ilikuwa tunaunda kama kitungi ya kupanda naye bahari ama kwenye maji. Lakini sisi tulikuwa natumia hiyo kitungi ambaye inaitwa Ateger, tulikuwa tunatumia kwa malisho ya maji ya wanyama. Na hiyo inamaanisha ya kwamba ndio inaitwa Ateger. Na hiyo inamaanisha ya kwamba kati ya Turkana, kati ya Dongiro, Toposa, Karamojo, Teso, hiyo ndio ilikuwa chombo chetu cha kulia. Na hiyo ndio chombo chetu cha kusaidia wanyama. Na katika matendo yetu ilikuwa ni moja. Kama ni mambo ya kutengeneza maziwa, ilikuwa ina moja. Kama ni mambo ya kulala, tulikuwa nalala kwa ngozi. Kama ni mambo ya mavazi, ilikuwa tunavaa mavazi ya ngozi. Kwa hivyo, sisi ilikuwa ni watoto wa nyumba moja. Ndio maana tunaita Ateger. Ateger ni chombo kimoja ambaye inaweza kulisha wanyama hao wote. Lakini sio wanyama ambaye ati ni ya mtu tofauti, ni ya mtu moja. Kwa hivyo, sisi ni jamii moja. Lugha yetu ni moja. Matendo tu ndio tofauti. Lakini unajua watu wanapogawanyika wanaanza kubuni hata Kiswahili tofauti. Kwa mfano leo tukienda area zingine, wewe unasikia mtu anaongea tu Kiswahili anasema mimi niti nasema niti, wewe niti unakuja niti. Sasa unaona vile watu wanabuni lugha ina change kwa lugha kidogo tu, lakini sisi ni kitu kimoja. Mahali tuligawanyika, ninapoona wakati hatukai chini na tuone ya kwamba ni nani amechambua vizuri. Kwa uchambuzi wangu mahali tuligawana sisi na jamii wengine wale tulikuja mbele hasa Karamojo, hasa Teso na Turkana tuligawana hapa Mount Elgon. Lakini wenzetu wengine walibaki hawa Dongiro walibaki nyuma kwa sababu hao ndio walikuwa wanatufuata kutoka nyuma. Ndio wakabaki kule Ethiopia, wakabaki kule Sudan. Na tulikuja kwa jina moja, kwa maana yake jina ya kwanza ilikuwa tu ni mwanadamu. Lakini kuna hadithi yetu ya kale ilikuwa inazungumzwa. Tukirudi kutafuta hiyo hadithi maana yake, tunarudi kuona ya kwamba hii jamii ya Turkana wanajua hata historia ya mwanzo. Kwa sababu wanasema eti bingu ilikuwa karibu, mvua ulikuweko, eti wanawake walikuwa wanapigana sana. Lakini wengi wa wanawake waliokuweko nyakati huo ilikuwa ni wanawake fupi. Hata tukiona kwa kichwa ile mtoto alionyeshwa miaka milioni 13, miaka milioni 13 iliyopita. Utapata kakichwa ni kadogo hivi. Na hiyo ilipatikana sehemu za Kerio. So inamaanisha kulingana na historia kwamba kulikuwa na watu wafupi zaidi na walikuwa wanapiga hao wanawake warefu na wanaume wako kuwa wanashughulika. Ndio maana sisi tukaitwa Ngijie. Maana yake hao wanawake walipiga hao wanawake wafupi wakati walipopata kufaulu kuinua bingu juu. Na wakati bingu ilipoinuka, hao watu walitwanga wale watu kwa sababu mara mingi bingu ilikuwa chini, watu warefu ulikuwa hawezi kupiga wale watu. Na hiyo sensa mpaka leo, hiyo sensa imebaki tu. Hata wakati tunapigana, iwe unapigana kwa bunduki, iwe unapigana kwa nini, mpaka unainama unapiga makoti ili ukuje lebo ya ile watu wafupi. Lakini jambo ambaye nachojua, jamii ya Turkana ndio mwanzo ya mwanadamu. Lakini hakuitwa Mturkana, alikuwa anaitwa mtu wa damu. Kutoka kwa mtu wa damu katika ile kusukuma bingu wakaitwa Ngijie. Jina yetu kubwa ya hii makabila yote, Teso, nani, naitwa Ngijie. Lakini tukakuja kugawanyika na matendo ambaye hatujakaa chini tutatuane na wazee wengine ambaye wanasema hawa ndio wanaojua. Lakini ni mzuri kufanya utafiti ya haki na ukweli na tukubaliane. Kwa hivyo vile napojua tuligawania Mount Elgon sisi na Karamojo. Na tulikuja tukiwa naitwa Ngijie. Lakini tulipoishi hiyo kwa hiyo makefu, sisi ndio tukapatikana tunaitwa Turkana.
Tukauliza Teso, nyinyi ni aje? Wateso wakasema iteos wa ina. Hao wanaona huko mbele, hawataangalia kurudi nyuma. Karamojo wakaambia Kapesto bongo ke Karakhang mojo. Hivyo ndio majina. Mimi nashindwa ngakro na chena kala kaitalata. Kwa hivyo Mungu awabariki. Mimi ni mwana historia wa Turkana. Kama kuna mtu amepata historia nyingine mahali, anaweza kututembelea. Okay mama.